Mashariki ya Kati imechafuka kwa mara nyingine tena baada ya mashambulizi ya hapa na pale kutoka kwa Marekani na Iran, lakini pia kutoka kwa Iran na mataifa ambayo yana uhusiano na Marekani. Huko katika Umoja wa Falme za Kiarabu umedai kwa umeshambuliwa vibaya kutokana na mashambulizi 15 ya ndege zisizokuwa na rubani katika tukio linaloendelea kuongeza mvutano katika eneo hilo la Ghuba. Na kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya Umoja wa Falme za Kiarabu, shambulio hilo lilijumuisha makombora 12 ya ballistic, lakini pia makombora matatu ya cruise pamoja na drone 4, na watu watatu wakiripotiwa kujeruhiwa kufuatia tukio hilo. Umoja huo wa Falme za Kiarabu umesema mifumo yake ya ulinzi ilifanikiwa kudhibiti sehemu kubwa ya mashambulizi hayo kutoka nchini Iran. Katika taarifa imeelezwa kwamba mifumo ya ulinzi wa anga ya nchi hiyo imekuwa ikikabiliana na mashambulizi hayo tangu mgogoro wa Marekani na Iran wa Februari 28, ikidai kuwa imezuia jumla ya makombora 549 ya ballistic na makombora 29 ya cruise na zaidi ya drone 2260. Hata hivyo, kwingineko, Marekani imeshambulia boti karibia 7 za kijeshi za Iran katika mlango wa bahari wa Hormuz. Ikumbukwe Rais wa Marekani Donald Trump alitoa taarifa akisema kwamba mashambulizi ya boti za Iran yatakuwa ni makubwa mno katika kipindi hiki ikiwa meli za mafuta zitazuiwa katika mlango wa bahari wa Hormuz. Rais huyo alitangaza Jumatatu kwamba atahakikisha meli zote zinasindikizwa kupita mlango wa bahari wa Hormuz, jambo ambalo wa Iran walizizuia. Hata hivyo, baadhi ya meli zinadaiwa kwamba zilizuiwa kutopita, lakini ni Marekani ambayo ilitumia nguvu kubwa katika mashambulizi, na hapo vita vya kurushiana risasi vikaanza. Trump amesema jeshi lake limeshambulia na kuziharibu boti 7 ndogo za kijeshi za Iran katika mlango wa bahari wa Hormuz, huku hali ya kijeshi katika njia hiyo muhimu ya usafirishaji duniani ikiendelea kuwa tete. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la Marekani, mashambulizi hayo yalitekelezwa kwa kutumia helikopta, na hata hivyo Iran bado haijathibitisha wala kukanusha madai hayo. Operesheni hiyo ni sehemu ya mpango wa Marekani unaoitwa Protect Freedom, ambao kwa mujibu wa Trump unalenga kusaidia meli zilizokwama na wafanyakazi wa baharini kuondoka salama katika mlango wa bahari wa Hormuz. Hata hivyo, Iran inaendelea kusisitiza kuwa mlango huo bado umefungwa na imedai kufyatua risasi za ovyo dhidi ya manowari za Marekani, madai ambayo Washington imeyakanusha vikali. Operesheni hiyo ya kijeshi ya Marekani imezihusisha meli za kivita na ndege zaidi ya 100 pamoja na wanajeshi takribani 15,000. Hata hivyo, moja kati ya tukio ambalo wakati huu limetazamwa mno ni Iran kubeza mpango huo wa Marekani wa Protect Freedom, ikisema hauna suluhisho. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameikosoa vikali operesheni ya Marekani ya Protect Freedom, akisema haina suluhisho la kijeshi na inaweza kuongeza mkwamo katika mgogoro unaoendelea katika mlango wa bahari wa Hormuz. Kupitia ujumbe wake kwenye ukurasa wa X, Araghchi amesema matukio yanayoendelea Hormuz yanaonyesha wazi kuwa mgogoro huo ni wa kisiasa na hauwezi kutatuliwa kwa nguvu za kijeshi, na amesisitiza kuwa hatua za kijeshi zinaweza kuendelea zaidi na kuongeza mzozo baada ya kutatua. Kauli yake inakuja wakati mvutano ukiendelea kati ya Marekani na Iran kufuatia mashambulizi ya hivi punde ya Marekani dhidi ya boti za Iran katika eneo hilo muhimu la usafirishaji wa mafuta duniani, lakini kutokana na namna ambavyo Iran imezuia meli za kijeshi kutoka katika mataifa mbalimbali ambapo zilikuwa zikipita katika mlango huu wa bahari wa Hormuz, huku ikisisitiza kwamba eneo hilo limefungwa kabisa na hakuna namna ya kupita katika eneo hilo. Iran imeendelea kusisitiza kuwa inadhibiti usalama wa mlango wa bahari wa Hormuz na imetishia kuzuia na kushambulia majeshi ya kigeni yanayojaribu kuingia katika eneo hilo. Katika upande wa diplomasia sasa, Tehran imesema imepokea jibu kutoka Marekani kuhusu pendekezo lake la amani lenye mambo 14 ambalo inalenga kumaliza vita, na hata hivyo Trump amesema huenda akalikataa pendekezo hilo, akidai Iran bado haijalipa gharama za kutosha kwa maana inapaswa kushambuliwa kwa mara nyingine tena, jambo linaloacha mustakabali wa mazungumzo ukiwa na mashaka makubwa. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.